Kutoka kaunti ya Bungoma imepatana na mwanao wa kiume aliyopotea miaka miwili iliyopita. Familia hiyo imempata katika kituo cha kuwalinda watoto eneo la Kithioko, Masinga, kaunti ya Machakos, alikokuwa anapata usaidizi. Emmanuel Wamalwa alipotea eneo la Kerugoya, kaunti ya Kirinyaga, alikosafiri kufanya kazi. Aidha, wakazi wa Kithioko wameelezea juhudi zao walizowekeza kuhakikisha Emmanuel anapata malezi bora na usaidizi unaohitajika. Familia ya Emmanuel Wamalwa, mwanaume mwenye umri wa miaka 22, ilijawa na furaha isiyo na kifani baada ya mwanao kurejea nyumbani tangu miaka miwili iliyopita. Emmanuel, ambaye inasemekana alitoka nyumbani miaka miwili iliyopita kwenda kufanya kazi katika kaunti ya Kirinyaga, na baada ya hapo familia yake haikuweza kumpata. Babake Isaac Wamalwa akikiri kuwa alipokea simu akielezwa kuwa mwanawe anaugua bila kupewa maelezo zaidi. Jana huyu alikuwa anafanya kazi Kerugoya na alikuja matanga ya nyanya yake kule Bungoma. Baada ya kurudi tena kazi, baada ya mwezi mmoja kijana akapotea. Na alikuwa na mtu saa 5 ya usiku ambaye alikuwa anamsurutisha aongee kwa simu, lakini kijana hakuongea. Isaac akibaini jinsi alipokea simu takriban wiki 2 zilizopita na kufahamishwa kuhusu aliko mwanawe, akisema alifahamishwa mwanawe alikuwa akiugua maradhi ya kiakili na kuwa yupo katika kituo cha Mercy Servants of the Poor katika eneo la Masinga, kaunti ya Machakos. Kwa leo niko na furaha chungu nzima kupata mtoto yangu yuko salama, yuko hai, mmenipokeza narudi naye nyumbani. Hata nimepigia watu wa nyumbani pia, wanao pia wamefurahi. Nimefurahia sana kuona wazazi na nashukuru sana sister kwa kunilea. Asante. Dada Mary Musembi, msimamizi wa kituo hiki, akieleza jinsi walivyomkuta Emmanuel hadi kumuunganisha na familia yake. Emmanuel tulianza kumhudumia akiwa huko kwa kichaka sokoni, lakini kwa muda kama miezi 3 alikuwa anakaa kwa gate yetu. So pia hapo tulikuwa tunampelekea chakula asubuhi, mchana na jioni. Tumekaa na yeye muda mrefu kama miezi 6 hivi. Alafu last year, I think it was 12th of December, we received some visitors from Nairobi ambao walikuwa madaktari. Sasa mmoja wao akamuona, akatuambia atamwandikia madawa. Sasa mimi nikaenda kumnunulia madawa, tukaanza kumpea. Muda kama wiki 3 hivi akaanza kurespond, akaanza kuongea polepole. Sasa juzi tu akafunguka kabisa mpaka akaniambia namba ya babake, nikaita babake. Naibu chifu wa eneo hilo na mwenyekiti wa baraza la wazee wakiwarai wa Kenya kutoatelekeza watu kama hawa kwenye jamii na badala yake kujitolea kuwasaidia kurejea makwao. Pale mlipo, pale mko, inapaa sana mkiona mtu mgeni na pengine aongei ama ni mwenda wazimu, tafadhali naomba msije mnamfanyia mabaya, kwani mtu anaweza akatibiwa na akakuwa mtu mzuri. Kwa hivyo mchunge watu, ni binadamu, ni watu wa Mungu. Mary Kyalo, Undugu TV.